Mtazamaji na msikilizaji mwaminifu wa kipindi kimeongozwa kujifunza Biblia, lesoni ya shule ya Sabato kinakiendelea kupeperushwa kwenye Todd Jesus TV. Ni kusalimu katika jina la Yesu Kristo, huko nikikutakia heri ya mwaka mpya in advance, na pia nikikushukuru kwa namna kipekee endelea kusoma masomo haya na kuyasambazia wengine, pia ikikuandaa kwa ujio wa Yesu mara ya pili. Mungu akubariki. Tuko kwenye robo ya 4 mwaka 2025 inayozungumzia kuhusu mafundisho ya imani toka kwenye kitabu cha Yoshua, na leo tunakuja kutoa kifupi cha somo hili ambalo ni la 12, linazungumzia kuhusu Mungu ni mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ni mwaminifu. Nataka ukumbuke na ujifunze kitu fulani kuhusu uaminifu wa Mungu. Kuna mara nyingine tunashakia ahadi ambazo ametutolea, lakini kwenye kitabu hiki cha Yoshua sura yake ni ya 23 tunakuja kuona uaminifu wa Mungu, ya kwamba yeye hakika ni mwaminifu. Fungu letu ni kwenye Yoshua 21:45. Neno la Mungu linasema, halikuanguka neno lolote katika jambo lolote lililokuwa ni njema ambalo Bwana alikuwa amelinena katika habari ya nyumba ya Israeli. Yalitimia mambo yote. Bwana Yesu asifiwe. Kuna baadhi ya ahadi ambazo Mungu alikuwa amezitoa na alikuwa amezitolea wana wa Israeli kuanzia kutoka huko Misri kwenda Kanaani. Alikuwa amewaahidi atakuwa pamoja nao, atawapigania, hawatakosewa chochote, na inasemeka ya kwamba ahadi hizo zote alizozitoa Mungu kwa taifa la Israeli zote zilikuja zikatimia. Kwa hivyo Mungu anatakiwa kuabudiwa na tunatakiwa kumuamini kwa sababu ahadi zake ni za ajabu na yeye ni mwaminifu kabisa kutekeleza ahadi zake. Kitabu hiki cha Yoshua tunapokisoma tunaona kwamba ni kitabu ambacho kinathibitisha kwa nguvu ukweli wa msingi ambao ni kwamba Mungu ni mwaminifu kabisa kwa neno lake. Unaposoma kwenye Yoshua sura yake ya 21, 13 hadi 15, hapo ni kilele cha kitheolojia cha kitabu hiki cha Yoshua, kikionyesha kwamba ahadi zote za Mungu kuhusu nchi ya ahadi zilitimizwa bila kukosa hata moja. Hakuna ahadi aliyoitoa Mungu na isije ikatimia. Ahadi zote alizozitoa Mungu zilitimia moja kwa moja. Kwa hivyo aliahidi ya kwamba wana wa Israeli watashinda, na hakika walishinda. Walishinda adui. Alikuwa ameahidi pumziko alilopewa Israeli havikutokana na nguvu za kibinadamu, bali ni kazi ya mamlaka ya Mungu mwenyewe. Kutoka Misri kushinda adui zote, kumiliki nchi ahadi, haikuwepo kwa nguvu za wana wa Israeli, isipokuwa tu ni kwa nguvu na neema na uaminifu wa Mungu na mamlaka yake mwenyewe, kwa sababu hakuna kitu kile ambacho wana wa Israeli walikifanya ili kwamba wastahili nchi hiyo. Ilikuwa ni kipa ni don, ni kitu ambacho Mungu anakitoa tu kwa sababu yeye ni mwaminifu. Hata hivyo uaminifu huu wa Mungu unadai mwitikio wa mwanadamu. Yeye ni mwaminifu na inataka tuamini huo uaminifu wake, nasi pia tu waaminifu kwa Mungu. Katika hotuba yake ya kuwaaga wana wa Israeli tunamuona huyo Yoshua kwenye 23. Yoshua anawaonya Waisraeli kwamba baraka walizopokea si za moja kwa moja wala za kudumu bila masharti. Walikuwa wamefika katika nchi ya Kanaani, ni kitu kizuri. Kwa hivyo kuonyesha kwamba Mungu ni mwaminifu wa ahadi yake. Kila mara walipokuwa wakiwa waasi kwa Mungu walikuwa wakizunguka, lakini walipomrudilia Mungu safari ikasonga mbele. Kwa hivyo akawaambia kwamba jinsi Mungu amekuwa pamoja nasi mpaka tumefika hapa, ni kitu kizuri kumiliki nchi hii, lakini ili bado tuendelee kubaki hapa kunatakiwa tena tu uaminifu. Hili ni jambo ambalo nimejifunza, mpendwa mtazamaji na msikilizaji. Kuna mara nyingi tunaomba Mungu kitu hiki ama kile kingine, na huko tunapokiomba tunakuwa waaminifu kwake, lakini mara tukikipata tunamsahau. Huko tukisahau ya kwamba hata kuchunga hiyo baraka ambayo Mungu alitupatia tunatakiwa kuwa waaminifu. Walitakiwa kuwa waaminifu. Maisha ya baadaye yatategemea uaminifu wao kwa agano, kushikamana kwao kikamilifu na Bwana na kukataa kabisa maelewano yoyote na ibada ya sanamu. Kwa hivi hapa kuna ujumbe ambao uko wazi kabisa kwenye somo hili la 12 linalozungumzia uaminifu wa Mungu. Ni kwamba Mungu ni mwaminifu katika ahadi zake za baraka. Mungu akiahidi atakubariki na ndoa, atakubariki na mtoto, atakubariki utamaliza shule, atakubariki utakuwa mchungaji, atakubariki kuwa hiki ama kile kitu kingine. Amekuahidi baraka. Yeye ni mwaminifu. Muda unaweza kuwa mrefu, lakini zingatia kwamba hatimaye mambo yatakamilika. Lakini pia ni mwaminifu katika maonyo yake ya hukumu ikiwa agano litakataliwa. Kwa hivyo Mungu anapokuahidi kitu kinatimia, kuahidi baraka inatimia. Lakini pia yeye ni mwaminifu kutoa hata hukumu. Akisema usipofanya hiki kitatokea, jua hivyo ndivyo alivyo, hiyo jambo litatokea. Kwa hiyo
Wito mkuu wa Yoshua uko wazi, ni kushikamana na Mungu kwa upendo, si kwa kulazimishwa, na kuishi maisha ya utii yanayotokana na uhusiano hai na wa karibu naye. Tunatakiwa kuwa waaminifu kwa Mungu, sio kulazimishwa, ni kwa sababu ya upendo tunao kwa ajili yake. Ukweli huu unatumika kikamilifu katika wokovu wetu pia kupitia Yesu Kristo. Kile Mungu anachoahidi anakitimiza. Aliahidi mambo mengi kwa ajili ya Israeli, ametuahidia pia baraka na wokovu. Hatuwe na uhakika kwamba tayari tumeupata. Usalama wetu unategemea uaminifu wake, si juhudi yetu. Sio kwamba juhudi yetu ndio inatufanya tuwe na usalama, ni kwa sababu ya ahadi yake kwetu, kwa sababu ya uaminifu wake kwetu. Kuna mafunzo fulani ya kiroho ambayo tunaweza kuitosha kwenye somo hii. Najua yapo mengi, unaweza kuyatoa yale ambayo umejifunza katika somo la juma hii, somo la 12 linaloonyesha uaminifu wa Mungu. Ikiwa kuna somo la kiroho, unaweza kupost kwenye comment hii ama ukituandikia kwenye namba ya simu. Tutalisoma, litatubariki sio tu sisi, lakini itawabariki pia watu wengine. Miongoni mwa masomo ambazo nimetosha humu ni kwamba Mungu hutimiza neno lake kila wakati. Hili ni jambo la muhimu kabisa, kwa sababu hakuna ahadi ya Mungu inayoshindwa, na kile alichokisema kuhusu Israeli kilitimizwa, na kile alichoahidi kuhusu wokovu wetu pia kitatimia pia. Kwa hivi tumaini kamili kwa Mungu hata wakati hali zinaonekana kuwa ngumu. Wakati hauoni matumaini, basi endelea kuwa na matumaini na imani ya kwamba jambo litatendeka. Somo la pili la kiroho ni kwamba mafanikio ya kiroho yanategemea Mungu, si sisi. Israeli haikustahili hiyo nchi ya Kanaani. Ushindi wala pumziko, vyote vilikuwa ni zawadi. Kuingia huko Kanaani, kushinda, kuwa na pumziko huko, kustarehe. Vivyo hivyo wokovu wetu ni wa neema tupu. Hatuna jambo lolote ambalo tunaweza kuwa tumelifanya ili kwamba tupate wokovu. Kwa hivyo wakati tunapotaka kuweza kitu kwa nguvu yetu wenyewe, hapo ndipo tunakuwa tumefail kabisa. La muhimu ni kumtumainia Mungu katika mambo yote. Utukufu wote ni wa Mungu. Kiburi cha kiroho ni hatari kubwa kabisa. Hatuwezi kufanikiwa katika maisha isipokuwa neema ya Mungu. Chochote tulicho nacho ni neema ya Mwenyezi Mungu. Somo la tatu ni kwamba baraka lazima zihifadhiwe kwa utii. Kupata baraka za Mungu ni kwa sababu ya uaminifu wa Mungu kwetu na sisi uaminifu wa Mungu kwake. Hivi tukipata hizo baraka ni lazima tuzilinde pia kwa uaminifu wetu kwa Mungu. Kupokea baraka pekee hakutoshi, ni lazima kudumu katika uaminifu. Hatari kubwa haikuwa chuki ya mataifa, bali ushawishi wao wa kiroho. Katika somo hili la 12, Yoshua akawaambia, basi msije mkaingia kwenye ibada ya hawa watu ambao ni waabudu sanamu. Hata ndoa usiwe uhusiano kati ya waamini na wasio waamini. Hili somo, hili kanuni linaendelea kuwa hata mpaka leo. Ndoa kati ya muumini na asiye muumini, basi huwa inapeleka mtu mbali kabisa na Mungu na inakupotosha. Hivi maelewano yanayoonekana madogo yanaweza kusababisha anguko kubwa. Mara unapofanya kompromi na shetani ama na dhambi, inaweza kupeleka kwenye anguko kubwa. Somo lingine ni kwamba vita vya kweli ni vya kiroho. Vita tunavyokuwa ndani yake sisi leo si za mwili kwa mwili. Wana wa Israeli walipambana, lakini sisi tunatakiwa kupambana vita vya kiroho kabla hatujaingia kwenye Kanaani ya mbinguni. Somo lingine ni kwamba kumpenda Mungu ni uamuzi wa hiari, hatutakiwi kulazimishwa. Tunatakiwa kumwamini, kwa sababu utii bila upendo huleta sheria tupu, na upendo bila utii huleta udanganyifu. Hivyo tunatakiwa kumwamini Mungu, tuwe waaminifu kwa Mungu kwa sababu yeye pia ni mwaminifu. Jambo la 6 ni ghadhabu ya Mungu inaonyesha haki yake, si kukosekana kwa upendo wake. Akikwambia fanya hivi nitabariki, fanya. Akisema usipofanya hivi hiki kitakutokea, kile kitu kikikutokea usizani kwamba ni kwa sababu hakupendi, kwa sababu anakupenda. Yeye ni mwaminifu na anataka haki. Neema haiondoi haki, inakamilisha pale msalabani. Kushikamana na Mungu ndiko ufunguo wa kudumu katika imani. Kwa hivyo kama ilivyo katika ndoa, uaminifu kwa Mungu unahitaji kudumu, uangalifu na upendo unaolishwa kila siku. Imani iliyo hai leo haidhamini moja kwa moja uaminifu wa kesho. Mpenda mtazamaji na msikilizaji, na kuomba na kualika wakati kama na huu kujua ya kwamba Mungu ni mwaminifu kwa lolote alilolitamka. Kama amekuahidia kitu fulani, jua kwamba kitatendeka. Ni kwako kuwa pia mwaminifu kwake. Je, ni kusudi lako kumtumainia Mungu na kuwa pia mwaminifu kwake? Kuwa mwaminifu kwa Mungu na uwe mwaminifu kwa wengine unaoishi pamoja nao, itakuwa kimekusaidia kabisa. Kuna masomo ambayo ningalitaka maswali ya kujadiliana. Basi tujadiliane. Ukiwa na jibu kwa swali moja wapo, unaweza kutia hapa kabisa kwenye comment. Unasema pitia tena ushahidi wa uaminifu wa Mungu katika maisha yako. Unaona lipi hasa? Wakati huo huo, mwitiko wako ukoje wakati mambo yakiwa hayajaenda kama ulivyotarajia au kuombea, au wakati ahadi zinazodaiwa zinapofikiwa kimya kimya?
Ni kanuni gani unaweza kupata kutoka kwenye somo la juma hili kuhusu ushirika na wasioamini? Na tunawezaje kuwa na uangalifu na mipaka iliyo wazi katika suala la kanuni na mazoea yetu, huku tukichanganyika na watu kuwahudumia na kujali ustawi wao? Je, ni vipi baadhi ya vikwazo vinavyokuzuia kung'ang'ania Bwana kwa moyo wako wote? Weka jibu kwenye comment. Basi mpendwa mtazamaji na msikilizaji, ikiwa ni kusudi lako kuamini ya kwamba Mungu ni mwaminifu na atatimiza ahadi zote ambazo amezitoa kwa ajili ya maisha yako, na unaamua leo kuanza kuwa mwaminifu kwa Mungu, na sio tu kwa Mungu, pia kwa wale wanaokuzunguka, huko ukiepuka kompromi, Mungu akubariki ikiwa hii ndio kusudi lako. Tuombe. Asante Yesu Kristo, kwani wewe ni mwema, umetufunza kuhusu uaminifu wako. Tupatie neema ya kutumainia ahadi zako, nasi pia tu uaminifu kwako na tu uaminifu kwa ndugu zetu, katika jina la Yesu Kristo, amina. Mungu akubariki. Na kutangazia pia, usipange kukosa kwa program nzuri ya kusoma Biblia kwa mwaka mzima 2026. Tunaanza tarehe 1 mwezi wa kwanza. Subscribe na watangazie wengine. Tutakuwa tukikumbusha siku baada ya siku somo ama sura za kusoma. Mwaka utamalizika, tutakuwa tumemaliza masomo katika jina la Yesu Kristo, amina.